Mheshimiwa Mbowe amekuwa ni mtu ambaye anayeongelewa zaidi sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na hiki ambacho kimeendelea katika msiba au kimetokea katika msiba wa mzee Edward Mtei, mzee ambaye alikuwa muasisi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na pia alishawahi kuwa waziri wa fedha, gavana. Unaona bwana, kwa hiyo na baadaye kuweza kujiuzuru Mheshimiwa Edward Mtei. Hasa kinachoendelea kutrendi sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii kinahusisha au kinamhusisha Mtei pamoja na Mbowe. Mbowe ameeleza mengi zaidi kwa sababu na yeye pia alikuwa ni mwenyekiti kwa chama hicho cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kwa miaka 20. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo aliyepita, Freeman Mbowe, mbele ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba katika mazishi ya mmoja wa waasisi wa Chadema Tenguru Arusha, amesema bado taifa la Tanzania lina maumivu, hivyo ameitaka serikali kuhakikisha inarejesha haki na uhuru wetu katika nchi yao. Mheshimiwa Waziri Mkuu na viongozi wenzako wa serikali, taifa letu bado lina maumivu. Ninamnukuu Mbowe kwa hiki ambacho amekisema: Mheshimiwa Waziri Mkuu na viongozi wenzako wa serikali, taifa letu bado lina maumivu makubwa sana, na nitakuwa mnafiki kama au Mswahili kama nisiposema hili. Maendeleo ambayo umetueleza kwamba serikali itasimamia ni jambo jema, kwamba serikali itasimamia kuwa ni jambo jema. Tunashukuru sana, lakini hakuna jambo la maana na la muhimu kuliko uhuru wetu katika nchi yao. Mbowe amesema hivyo. Mbowe aliendelea kwa kusema, hawa viongozi wangu wa chama chetu wana maumivu magerezani wamejaa viongozi ambao wanastahili kuungana na Watanzania wenzao kuyaona matunda ya nchi yao. Njia bora kuliko zote za kuleta maendeleo katika nchi yetu. Rejesheni kwanza uhuru wetu, furaha ya watu, haki za watu, na mukiri ukweli pale ambapo serikali ilikosea. Isione aibu, iseme tu tulikosea hapa. Nina uhakika hata viongozi wa chama changu watakuwa tayari kuwasikiliza, hili tuitafute kesho iliyo bora katika nchi yetu. Mbowe amesema hayo. Katika hayo ambayo Mbowe ameyaeleza, ndiyo hayo ambayo yamezua mijadala mingi zaidi katika mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii imechemka kutokana na kile alichokiongea Mbowe. Hiki kinatafsirika katika lugha tofauti na kila mmoja anaweza akaeleza kadiri atakavyoweza au kujisikia. Kuna wengine wanasema kwamba ukimya wa muda mrefu, takriban mwaka mmoja bila kuongea chochote tangu amestaafu wa wenyekiti wa chama hiko, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, ni mwaka hajaongea chochote kwenye vyombo vya habari. Ila baada ya kuongea hayo, Watanzania wengi na wanachama wengi wamegundua kumbe Mbowe alikuwa aongei katika vyombo vya habari, ila isipokuwa alikuwa akiongea katika chama kwa ajili ya kuweza kuhamasisha na kurahisisha maendeleo ambayo walipaswa wananchi waweze kuyapata, na wanachama pia waweze kuyapata maendeleo hayo kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Kwa siri nyingi sana ambazo zimejificha chini ya kapeti, ni vingi ambavyo wao wanavijua kama Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Katika hiki ambacho amekiongea Mbowe, itakuwaje kwa serikali? Je, serikali itapokea na itafanyia kazi? Kwa sababu walioko magerezani wanahitaji uhuru kama jinsi ambavyo Mheshimiwa Mbowe amesema. Na suala la mahakama siku zote huwa aliishii tu kwa kuongea kwamba watolewe au waachwe, ila isipokuwa kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu za mahakama ndizo
zitakazotenda haki, kila mmoja aweze kuipata haki yake anayostahili. Katika hiki ambacho kinaendelea, je, Tundu Antipas Lissu itakuwa ni sababu ya kuachiwa huru? Hebu tutafakari kidogo, kwa sababu kuna vingi ambavyo vimesikika vikizungumzwa na watu kadhaa kwamba Tundu Lissu anakabiliwa zaidi na shitaka linalomkabili ni lile la uhaini, ambapo kama akibainika kweli ni mhaini, basi hukumu yake ni kuweza kunyongwa mpaka kufa. Hiyo ndio hukumu ambayo ipo kwa mujibu wa sheria. Lakini kama ikitokea akaachiwa huru, basi ujue serikali iliweza kumkamata mtu ambaye hakuwa na kosa lolote. Basi baada ya hayo machache uliyoyasikia, ni kuambie kwamba wakati huu ni kutakie wakati mwema. Lakini kama hujasubscribe channel hii, basi fanya subscribe. Ukisha subscribe utakuwa ni mmoja kati ya familia yetu na utakuwa ukipokea taarifa mpya kila wakati. Share video hii hapa na wengine waweze kuona, comment pia. Hadi wakati mwingine, nikutakia wakati mwema. Bye bye.